kike, wapendwa sana masista wetu wapya, wapendwa sana wazazi wetu, ndugu, jamaa na marafiki mliofika kuungana nasi katika tukio hili, wapendwa masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu mlioko hapa na wale wa mbali, na taifa lote la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, siku ambayo mama kanisa huitenga kwa ajili ya kusali na kuabudu Yesu wa Ekaristi, kwetu sisi ni siku ya pekee iliyotengwa kwa ajili ya kutombea miito. Lakini zaidi sana, Alhamisi ya leo tarehe 14 Novemba ni siku maalumu ambapo tunamwinulia Mungu wimbo wa sifa na shukrani kwa ajili ya maisha na utakatifu wa mwanzilishi wetu mwenye heri Mama Maria Conchicisa, leo tunapoadhimisha miaka 20 tangu alipotangazwa kuwa mwenye heri, na hivyo kuwekwa kama kielelezo kwetu wabatizwa wote cha utakatifu. Basi nitumie fursa hii kushukuru sana mashamba maaskofu kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kuungana nasi na kutuadhimishia sadaka hii takatifu ya misa, ambapo tumemtolea Mungu shukrani kwa maisha ya miaka 25 ya utawa, na wadogo zetu wamejitoa kwa Mwenyezi Mungu kupitia nadhiri zao. Niwashukuru sana wazazi wetu, ndugu, jamaa na marafiki mliosafiri kutoka mbali ili kuja kuungana nasi katika kutangaza wema wa Bwana na kumshukuru kwa ajili ya uaminifu wake kwetu. Kwa maana kama tulivyosikia, sio kwa nguvu zetu au kwa sababu tulikuwa wema kuliko wengine, lakini ni kwa sababu yeye anavichagua vile vilivyo dhaifu ili aweze kudhihirisha ukuu wake. Nitoe kutoa shukrani za dhati kabisa kwa familia za masista wetu wapya, kama alivyoeleza vizuri Baba Askofu katika mahubiri yake, kuanzia malezi waliowapatia binti hawa, walezi wao waliowafundisha na kuongoza katika nafasi mbalimbali, hadi kufikia kuwa zawadi katika shirika letu la Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, hususani katika kipindi hiki maalumu ambapo tunaadhimisha jubilei ya miaka 100 tangu kuanzishwa kwa shirika na kutangazwa na Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Na washukuru wanakwaya, watumikizi wa altare, na mshukuru kila mmoja kwa nafasi yake kwa upendo mlioonyesha kwa kuja kuungana nasi katika tukio hili muhimu kwetu na kwa shirika letu kwa ujumla. Basi ikiwa ni mara ya kwanza tumekusanyika hapa kama taifa la Mungu mbele ya uwepo wa baba yetu askofu, na waomba kwa unyenyekevu mkubwa mniruhusu pia kutumia fursa hii kwa shukuru sana ninyi nyote kwa jinsi mlivyotukimbilia kwa sala, faraja, upendo, rambirambi na wema wa aina mbalimbali tulipopatwa na jaribu la msiba wa dada zetu wapendwa, kama tunavyokumbuka miezi miwili iliyopita. Lilikuwa ni tukio kubwa binadamu lenye maswali mengi bila majibu, lakini uwepo wenu, uwepo wa kanisa, umetusaidia kusimama katika tumaini ambalo tunaliadhimisha sasa hivi katika mwaka wa jubilei, na kupitia tumaini hili tumeweza kuendelea mbele. Lakini kupitia uwepo wenu na namna tulivyoadhimisha misa ya kuwasindikiza na matukio yote hayo, kanisa la Tanzania limehubiri Injili kwa kishindo duniani kote kwa kuonyesha ukarimu, upendo na mshikamano. Kwa ajili ya hilo naomba Mungu awabariki sana. Basi niwashukuru tena na nimkaribishe sista wetu kwa maelekezo ya baada ya hapa. Tumsifu Yesu Kristo. Picha za pamoja, baadaye wote tunakaribishwa nyumbani kwa masista kwa ajili ya kuwapongeza hawa ndugu zetu. Karibuni sana.
katika jina la Bwana. Mungu anayehudhia na kukamilisha kila shauri takatifu, awalinde daima kwa neema yake, ili mtimize kwa moyo mwaminifu wajibu wa wito wenu. Yeye awafanye